Vijana wa Tanzania wameinuka na wameamka usingizini walipokuwepo. Sasa hivi vijana wanashikilia au wanamiliki biashara kubwa sana ambazo zamani ilikuwa ni watu fulani hivi wazee ndio wanaweza kumiliki, lakini kwa sasa kuna sekta nyeti na ambazo zinahitaji uwekezaji mkubwa. Vijana wamekuwa wakiweka pesa zao, wakiwekeza na matokeo yanaonekana. Nao kupitia biashara hizo ambazo wamefungua wameweza kutengeneza na ajira nyingi sana kwa vijana wenzao pia. Leo niko na my brother hapa Hussein Jamal. Of course kuna siku nilishaandika article yake kupitia ukurasa wangu wa Instagram kuhusiana na vitu vichache ambavyo mimi kiuhalisia nilikuwa interested sana kufahamu kutoka kwake, na nilivifahamu nikasema leo acha ni tafute wasaha wa kuja kuzungumza naye tufahamu zaidi ni kitu gani, ni njia gani ambazo alipita mpaka kufika leo alipofika hapa, na kila mtu anamuona kama mtu ambaye amefanikiwa. Brother, mambo vipi? Salama kabisa. Uko salama kabisa? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Okay. Bwana, wiki kama 2 niliandika article kupitia ukurasa wangu wa Instagram kuhusiana na wewe. By the way, nilikuwa nilikuwa nimekaa na watu wa karibu, nikaa na ndugu yangu Mwijaku. Akaniambia, "Umeona yule brother yule, sasa yule ana hivi na hivi na hivi." Nikawa interested, nikasema, "Mbona kwa umri wake nikimwangalia na vitu unavyoniambia hapa Mwijaku ni kama vile ni sinema, ni kitu ni kigumu kwa vijana wetu, imani kwa vijana wengi kwamba ni ngumu kijana kuwa na kitu kama hicho." Kwanza kabisa ningependa kufahamu Hussein Jamal ni nani? Watu wamfahamu kwanza hapo. Asante sana. Nashukuru kwa muda wako na nashukuru kwa muda huu ambao tuko pamoja kwa ajili ya mahojiano mafupi kuweza kuhamasisha vijana wenzetu. Mimi maisha yangu hayakuanza nje ya nchi. Yalianza kama kijana mwingine mtaani. Mimi nilivyomaliza masomo mtaani kwetu kulikuwa na kaka zetu ambao tulikuwa tunaangalia kama role model. Unajua katika maisha ili uweze kufanikiwa ni muhimu kuwa na watu ambao unawaangalia kama role model. Wakati sisi tunasoma tulikuwa na kaka zetu mtaani ambao tulikuwa tunaangalia kama role model kulingana na maisha yao walivyokuwa wanaishi. Kuna wengine walikuwa na maisha makubwa zaidi, afu kuna wengine walikuwa na maisha ya kati. Sasa wakati nilipomaliza chuo kuna kaka pale mtaani kwetu kwa tunamwangalia kama role model, yeye alikuwa anajishughulisha na masuala ya bidhaa, nguo za kulenga mtaani. Hiyo ilikuwa ni anapata kipato chake cha kujikimu kimaisha. Sasa wakati nilipomaliza masomo tulikuwa tunatafuta ajira, sikupata ajira. Na wakati natafuta ajira inabidi upate sehemu ya kuweza kuingiza kipato. Kwa hiyo niweza kuongea na yule kaka ambaye namzungumzia hapa. Nikamwambia, "Kaka, ningependa kujifunza unachokifanya ili na mimi niweze kuwa busy angalau nipate kipato kidogo kidogo." Kaniambia, "Mdogo wangu, hakuna shida, njoo mjini Posta, pale sehemu yangu mimi nafanya biashara zangu." Kwa nikaenda kule kwa lengo la kujifunza maisha ya kuweza kupata vipato vidogo vidogo. Yeye alikuwa anauza nguo za kulenga. Alikuwa na sehemu yake pale Posta Askari Roundabout, anapanga nguo zake za kiume, t-shirt, mashati na kadhalika. Unajua Posta kipindi hicho walikuwa wafanyakazi ni wengi sana pale wanaofanya, alafu wengi wanapendaga kununua vitu pale Posta baada ya kwenda Kariakoo. Kwa hiyo alikuwa mbunifu, alifungua kasehemu chake pa cha kuuza nguo za kulenga mpya za mitumba na nyingine za dukani. Kwa hiyo ananunua sehemu mbalimbali anaziweka pale. Kwa mimi alinichukua kama mdogo wake msaidizi. Kwa nilipomaliza masomo nikaa nashinda kijiweni pale kwa ajili ya kujifunza tu kazi. Kwa wakati mwingine nauza, siku nyingine ananipa pesa ndogo ndogo, ile siku anachukua hii hapa anaenda kale, natoka narudi zangu mtaani nyumbani kwa kiasi nilichokipata. Kwa pande nilipoanzia, wakati namsaidia yeye kazi, nikaona mimi mwenyewe pia kuna fursa nyingine ndani ya ile kazi nilikuwa nafanya. Kwa sababu yeye alikuwa na focus zaidi kwenye nguo za kiume, mimi nikaja pale nikashauri, nikamwambia, "Kaka, tufanye pia na nguo za kike." Akaambia, "Basi haina shida, wewe utakapopata hela zako hizo unaweza kulipa, unaweza kaweka." Kweli mimi nikafikia hatua nikaanza sana mimi kwenda Kariakoo kulenga nguo mpya za kike, nikaenda Ilala na lenga nguo za kike naweka pale kwenye sehemu yake. Mwisho wa siku sasa badala mimi yeye kunilipa mimi nikaa sasa na mimi nafanyaje? Namlipa yeye kwa kutumia ile eneo lake. Nikaendelea kufanya maisha yale, nikawa napata tenda hadi mtaani kwetu. Kwa watu wakawa wananijua kama mimi nafanya nguo za kulenga za kutoka Ilala naweka Posta. Kwa kule mtaani kwetu utakuta madada, makaka wengine, "Bwana, ulete t-shirt ya jezi ya Simba, nilete jezi ya Yanga." Kwa mimi natoka naenda nalenga na napelekea mtaani. Kwa maisha ndio yalipoanzia pale. Wakati naendelea kufanya vile anza sasa kutafuta passport.
kwa sababu nilikuwa naona sasa haya maisha ya kulenga ni mazuri, najikimu kimaisha kwa sasa. Lakini nahitaji kufanya kitu kikubwa zaidi. Je, nifanyaje? Fursa naziona nyumbani, lakini kwa wakati ule fursa ambayo naiona na naweza kuifanya ni hii. Nikawaza sasa kwenda nchi zingine kwa ajili ya kutafuta maisha. Na kipindi kile vijana wengi tulikuwa tuna imani kwamba ukisafiri nje ya nchi ndio mafanikio. Lakini kiuhalisia kwamba kufanikiwa maisha si mpaka utoke nje ya nchi. Ni unaweza kufanikiwa hapa hapa nyumbani. Tunaona vijana wengi wamefanikiwa hapa bila hata kusafiri. Wengine hawana hata passport, lakini wamefanikiwa hapa hapa nyumbani. Kwa mimi historia yangu imeanza kwa kuwa mjasiriamali kwa kununua bidhaa kutoka Ilala kuleta Posta kama wanasema winga. Baada hapo nikachanga pesa, nikatengeneza passport, nikaanza safari yangu ya kwenda South Africa. Baada ya South Africa nikaenda Dubai, ndio maisha rasmi yakaanza huko mpaka leo hii kufika katika uwekezaji mkubwa wa kwenye masuala ya aviation na air cargo na kiujumla kwenye upande wa logistic. Sasa mimi leo ningependa kuzungumzia zaidi kwenye vijana wenzetu. Nafahamu kuna vijana ambao wamemaliza chuo hawana ajira, na nafahamu na wengine hawajasoma hawana ajira, na nafahamu vile vile wengine wana ajira lakini vipato ni vidogo. Sasa nyumbani kwetu sisi tumeshukuru Mwenyezi Mungu, Tanzania ni nchi ambayo ina amani. Tanzania ni nchi ambayo iko kijiografia vizuri. Tanzania ambayo ina nafasi kubwa ya vijana kuweza kufanikiwa kimaisha. Kwenye population yetu inaonyesha kwamba Watanzania tuko milioni 61 na pointi. Kwenye population hii vijana ambao kutoka miaka 15 mpaka 35 ni nusu ya ile population. Tunaongelea vijana ambao milioni 32 kwa mujibu wa takwimu. Milioni 32 ni vijana. Kwa ukiangalia uchumi na vijana wana nafasi kubwa sana kujenga uchumi wa nchi yetu. Na ambacho vijana tunatakiwa kujua fursa zilizopo ambazo zitatusaidia sisi kama vijana na pia kusaidia kujenga uchumi wa taifa letu. Fursa ambazo ningependa kuziongelea kwa vijana ambao sasa hivi anatafuta njia kutoka kimaisha ni ipi. Mimi nilianza kwa kulenga bidhaa kutoka Ilala, Posta kuleta Kariakoo kuleta Posta na kuziuza. Na si lazima mwingine atumie njia kama ya kwangu. Lakini kuna njia nyingi sana ambazo tukafanikiwa hapa hapa nyumbani bila kusafiri kwenda nchi yoyote. Moja ya njia ambayo vijana tunaweza kufanya ni sasa hivi dunia ni digital. Technology inakuwa kwa kasi kubwa sana. Duniani kila kitu unachokiona sasa hivi biashara nzima inazungukwa na teknolojia. Sisi hususan kampuni yetu tunashughulika masuala ya aviation na air cargo ambayo inaiendesha hii biashara ni technology, ni mfumo ya system. Bila hile huwezi kuendesha. Kwa hiyo sasa hivi fursa kubwa mojawapo ipo kwa vijana, tukiitumia vizuri tunaweza kutoboa kimaisha. Mojawapo ni technology. Tukiongelea technology si lazima uwe programmer. Yaani kwa maana wewe uwe professional IT utengeneze maprogramu kila kitu. Hapana, unaweza ukaangalia ndani ya technology kuna vitu gani vingine unaweza kuvifanya. Kwenye technology kuna sekta nyingi sana. Moja hapo kuna kitu kinaitwa e-commerce. E-commerce ni biashara ambayo ya online. Kijana yote mwenye smartphone akafuata utaratibu wa kusajili ile e-commerce yake, anaweza akaingiza kipato akiwa pale pale alipo bila kutoka kwenda sehemu nyingine yoyote. Kwa maana gani? E-commerce ni biashara mtandaoni. Kuna utaratibu ambao unausajili. Ukishajisajili, ukipata vile vibali halali kwa mujibu wa sheria TCRA na kila kitu, ukapata kile kibali chako cha kufanya biashara e-commerce. Sasa pale unaweza ukaanza ile biashara bila kuwa na mtaji wowote. Ukatoka, ukaenda zako Kariakoo katika maduka ya viatu au maduka ya nguo, ukaangalia biashara gani ambayo vijana sasa hivi wanapenda. Ukachukua, ukazipiga picha, ukaweka kwenye simu yako, kwenye peji yako, ukaanza kupata order. Pale pale ukawa unaingiza pesa bila kutumia nguvu nyingi sana kwenda mtaani na kufanya kama sisi tulivyokuwa tunafanya tunalenga. Sasa hivi unaweza ukawa unalenga kununua bidhaa na kwa maana ile winga kwa kupitia mtandao. Sisi wakati tunaanza maisha, mtandao ulikuwa sio kama sasa hivi ambao maisha ni kwenye digital. Sisi wakati tunaanza maisha
Smartphone zilikuwepo lakini haikufika katika ukubwa namna hii sasa hivi mpaka inatumika kama ni biashara, kufanya biashara. Sisi tulikuwa tuko kijiweni, tunalenga, tunaenda tunanunua vitu, tunauza pale kwenye sehemu husika. Sasa hivi unaweza kufanya vile vile kwa mtindo wa digital. Kwa hiyo vijana tuna fursa za kutumia teknolojia vizuri na ikatusaidia kimaisha. Kwa nimekutolea mfano ambao unaweza kaanzisha e-commerce platform yako ukawa unauza bidhaa. Vile vile fursa zingine, huyu ambaye anayefanya e-commerce ili iweze kukamilika kuna kitu kinaitwa delivery. Kwa huyu anauza online lakini huyu online amepata order. Kwa mfano mimi niko hapa sasa hivi niko Posta, alafu mtu yuko Mbezi, mimi nafanya e-commerce peke yake lakini sina biashara nyingine hapa ya kumpelekea yule bidhaa. Lazima kuna biashara nyingine inajitokeza hapa inaitwa delivery ambayo ni transportation. Vijana tuna hiyo fursa na si lazima umiliki pikipiki uweze kufanya ile transportation. Unaweza kuongea na mtu akakupa ile pikipiki kwa mkataba. Naomba ile pikipiki kwa mkataba, mimi nitafocus kwenye delivery tu. Yaani uchukue abiria kubeba, wewe una focus kwenye delivery tu. Kwa unatafuta watu ambao wanafanya biashara za online. Bwana wewe unafanya biashara online, mimi nakupa service ya delivery. Tuingie makubaliano, ni unachukua mzigo wako kutoka point moja kupanda point nyingine. Tayari ni fursa. Huyu amepata ile fursa bila kuingiza pesa, akakufuata kwa mfano labda Rick naomba nipe pikipiki yako kwa mkataba, mkakubaliana kampa, akawa anaingiza pesa. Chengine vile vile fursa ambazo tuko nazo vijana ni tumia ulichokuwa nacho. Tumeongea simu kama hiyo ulikuwa nacho. Na kama hauna umeanza hii e-commerce, option nyingine ya biashara ni delivery. Na kwenye delivery kuna huduma nyingine ambayo inaitwa packaging. Kwa hiyo utakuta mtu mwingine anasema sasa mimi nataka e-commerce yangu ni brandi jina langu. Wewe ukatumia ile fursa ya kuwa package branding. Yani kwa mfano fulani e-commerce fulani jina lake, wewe unaingia naye mkataba kwa ajili ya kumfanyia branding ya ile biashara yake. Kwa huko kuna e-commerce, kuna delivery, afu kuna huyu anafanya brand. Kwa hiyo mzigo unavyoenda unakuwa full package na brand ya yule muhusika mwenye e-commerce platform. Kwa hapo tayari kuna fursa 3 vijana tukazitumia na tukaanza kutoboa kuanzia hapo. Okay. Kimaisha. Sawa. Nimekuwa interested sana na jinsi ambavyo safari yako ilivyokuwa. Sasa hivi nikiangalia moja kati ya kampuni zako ambazo unafanya ni Selling, ndio? Imekuwa inafanya vizuri sana. Na story uhalisia uliopo ni kwamba wengi wanafanya lakini wewe unafanya katika ukubwa sana. Sasa hivi unamiliki ndege ambayo inachukua mizigo inaleta hapa Tanzania. Hebu tuambie hapo, nikikuangalia jinsi ulivyo na hiyo testimony ambayo unajaribu kutuambia, mtu anaweza kusema au ametoka kwenye familia fulani bora sana. Imekuwaje? Imewezaje kumiliki ndege katika umri ambao yuko nao? Labda tuambie hapa kuna fursa gani, namna ambavyo mtu pengine anaweza kufanya partnership na watu, akafanya nini ili kuweza kufanya mambo yakaenda vizuri? Sawa. Kama nilivyosema ni kila kitu kutumia fursa vizuri na kutumia kwa mikakati mipana zaidi. Historia yangu kama nilivyoelezea, nimeanza kutoka kwenye kulenga nguo za mitumba pale Posta, kutoka pale nikatengeneza passport, kaenda South Africa, kaja Dubai. Dubai ndio imenipa mafanikio ya mpaka hapa nilipo. Na mimi nimebobea zaidi kwenye masuala ya aviation na air cargo. Kwa sababu nimechungulia hii ni fursa ambayo dunia kwa sasa inavyoenda kwa kasi kulinganisha na masuala digital. Kama nilivyoelezea kuna e-commerce platform. E-commerce platform watu wanaoda bidhaa kutoka nchi mbalimbali. Kwa hizo e-commerce platform bidhaa nyingi ambazo zinakuwa zinauzwa ni bidhaa zile ndogo ndogo ambazo zinahitaji delivery ya haraka. Kwa sababu mtu hawezi kuoda simu akasema nisafirishe kwa njia ya meli. Ataoda bidhaa ambazo zitahitaji usafiri wa haraka ndani ya masaa 24 48, inategemea na eneo wapi ambayo mzigo unaotoka. Kwa sisi tumechungulia kuona dunia inapoenda. Kwamba dunia sasa inaenda kidigitali. Na digitali inavyoenda lazima kuwa na supporting ya transportation and logistic delivery. Support hii inapatikana wapi? Ni kwenye upande wa air cargo. Kwa sisi kama Azurini tumeona hiyo fursa ya kutumia kusafirisha mizigo kwa uharaka kwa kupitia ndege. Na tunavyoongelea kumiliki ndege kuna namna nyingi ya kumiliki ndege. Vijana wengi ukimwambia kumiliki ndege anadhania kwamba una mtaji mkubwa sana umeuweka katika kumiliki ile ndege. Na ni wengi wanajipa hofu
kuona kwamba hiki kitu hakiwezekani kwa Mtanzania, sio kweli, ni uongo, kumbe ni vitu ambavyo vinawezekana. Na ukishaanza kuwa mfanyabiashara, kuna uhusiano ambao unatakiwa uweke mzuri na benki. Mimi naweza nisio na pesa keshi, lakini nikaenda benki wakasponsor kulingana na uhusiano wa mzunguko wa biashara niliokuwa nao. Kwa hiyo sisi tumefanikiwa, mojawapo ni kuweza kuwa na uhusiano mzuri na mabenki. Mabenki ndio wanawezesha kufanikisha biashara kutimiza malengo yao vile vile. Inategemea na wewe mzunguko wako wa biashara ukoje. Kwa hiyo kwa kuelezea ni kwamba sisi tumeona fursa kwenye upande wa aviation na ya cargo kusupport e-commerce na biashara zingine ambazo zinahitaji usafiri wa haraka kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Na tumethubutu kuingia kwenye masuala ya ndege, si kwa sababu tuna miela mingi, hapana, ni kutokana na uhusiano mzuri tuliojenga na mabenki na kutumia njia sahihi na kupata na kujua target ya biashara ambayo unahitaji. Okay. Sawa. Changamoto kubwa ambayo vijana wanakutana nayo ni kuaminika. Sawa, kuaminika, na hasa katika hizi taasisi nyingi za kukopesha Tanzania, mabenki na nini na nini, huwa kuna changamoto sana ya vijana kuaminika katika namna hiyo. Wewe una experience ni namna gani ambavyo kijana anaweza kujitengeneza ili akifika sehemu kama hizo aweze kuaminika kwenye taasisi kukopesheka, lakini pia sio hivyo tu, kuaminika kwenye mahusiano na wafanyabiashara wenzake? Mfano, kijana kama mimi nataka nikaonane na mkurugenzi wa taasisi fulani ambao ni kubwa na nini, iko vizuri, iko kila kitu. Mimi ndo na shida nao, sio wao na shida na mimi. Yeah. Ni namna gani hivyo kijana anaweza kujiportray ili mwisho siku aweze kuaminika katika hizo taasisi au watu ambao wanafanya nao kazi ili aweze kuwa zaidi kibiashara? Sawa. Kwa haraka nimeviona vitu viwili. Cha kwanza ni nidhamu. Unajua benki anachokiangalia yeye, angalii kiasi gani umeingiza, anaangalia ule mzunguko wako wa pesa wote ukoje, nidhamu ya pesa. Kwa hiyo nidhamu ya pesa ndio wao wanaweza kuona namna gani uwezo wako wa wewe kulipa mkopo ambao unauomba. Kwa cha kwanza nitasema vijana ambao tunaendelea kupambana, tukipata hizo fursa kubwa kwenye biashara zetu, tuendelee kuboresha kuwa na nidhamu ya pesa. Nidhamu ya pesa ndio itakuongezea ukubwa wa kuweza kuaminiwa na mabenki ili uweze kufikia malengo yako makubwa ambayo unatarajia. La pili nitasema uaminifu. Ili uweze kukutana na wakurugenzi wakubwa, taasisi kubwa, kikubwa ni uaminifu. Uaminifu si kwamba kupewa pesa peke yake alafu urudishe, hapana. Uaminifu una sehemu mbalimbali. Mmoja, uaminifu kwa wafanyabiashara tunaangalia sana ni ile kauli yako. Unachokisema unatekeleza, unachoahidi unatekeleza. Kwa hiyo kwa kuelezea kiufupi kwamba vijana ili tuendelee kuaminika na mataasisi makubwa ni kuwa waaminifu na kuwa na nidhamu ya pesa pale ambapo tunapofanikiwa. Okay. Nimeona unaandika articles kuhusiana na jinsi ambavyo Dubai imeanza from zero to something kupitia ukurasa wako wa Instagram. Kwa muda ambao umekaa Dubai, ni kitu gani, story fupi unaweza kumwambia Mtanzania au natamani kuona kifanyike Tanzania ili tuende katika, kwa sababu tayari tumeshakuwa na mifano kwamba hawa wenzetu wamepita huko. Yeah. Sajabu wenzetu wakati wanaanza hiyo safari hawakujua wapi wanaenda, lakini wamefika somewhere. Yeah. Sisi tumeshajua kwamba Dubai walifanya hivi au nchi fulani amefanya hivi kupata mafanikio. So ni rahisi sisi kutekeleza na kufikia mafanikio fulani. Hatufanyi innovation tena, tunapita mle ambapo watu walipita. Nini ambacho unatamani kifanyike kwa haraka zaidi ili tufike angalau sio katika level yao kwa muda huu ambao umefika, lakini somewhere ambapo kijana anaweza kapata fursa, akafanya nini, nchi kapata maendeleo zaidi? Sawa. Kwenye hilo kama ulivyoelezea, tayari kuna nchi zishafanikiwa kiukubwa sana, na sisi tunachokifanya si kitu kipya ambacho tunakianzisha, ni vitu ambavyo wenzetu washafanikiwa, na vitu ambavyo mimi kama experience yangu inaeleza na exposure niliyopata. Kwa haraka nitasema mifumo ya utendaji kazi. Mimi nina uzoefu wa kusafirisha bidhaa pale Dubai, kutokea China kuingia Dubai. Pale sisi ukileta bidhaa ndani ya masaa 48 container lako limetoka, na bila wewe kwenda kukutana na afisa wote wa serikali kuweza kukutolea container lako. Kila kitu ni kwenye mfumo. Kwa hiyo ili nchi iweze kuongeza volume,
ili biashara yoyote kubwa ili ongeze volume ni kuwa na mfumo thabiti wa utendaji kazi, kwa sababu ukiwa na mfumo mzuri itakuongezea volume. Ikikuongezea volume itakuongezea revenue. Ukiongezea revenue unafanya mengine makubwa na hata ajira utaziongeza kwa vijana. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu nitasema kwamba tuboreshe mifumo ya utendaji kazi katika taasisi zote za serikali, na pia kwa wale wadau wenye kampuni zao binafsi kuboresha mifumo ndio itaongezea revenue. Okay. Nina swali hili personal kidogo. Unapokuwa una katika utafutaji ukiwa kijana, lazima kuna issue ya familia. Sawa. Nataka nifahamu familia ina mchango gani katika mafanikio ambayo uko nayo wewe? I mean, mke, wazazi, ndugu, jamaa na marafiki. Wana mchango gani katika mafanikio yako ambayo uko nayo sasa? Na una maintain vipi mahusiano yako na familia licha ya kuwa busy? Kitu ambacho vijana wengi wamekuwa kilalamika. Ni kweli hili ni swali zuri sana. Familia, sisi Waislamu tunaamini kwamba cha kwanza ni Mwenyezi Mungu, cha pili ni familia, tatu ndo kazi zetu. Kwa hiyo familia ni watu wa muhimu sana kusapoti maendeleo ya biashara ya kwetu. Kwa hiyo familia wana mchango mkubwa sana, na mara nyingi sana ninapokuwa nina vitu vimenielemea na vileta nyumbani, tunazungumza, tunashauriana na familia. Kwa hiyo familia wana mchango mkubwa kwa maana ya ushauri, kwa maana ya kupiana support na kadhalika. Kwa hiyo familia wana mchango mkubwa sana kwa hapa nilipo. Okay. Sawa. As I told you kwamba personal kidogo sikujue. Ni kweli Mr. Hussein, kuna changamoto ya kupata true love ukiwa na mafanikio? Ni kweli, hiyo changamoto ipo. Kwa sababu mwingine anaweza kukufuata kwa sababu ya mali, sio kwa sababu ya pesa. Na wakati mwingine mwanzoni si rahisi kumjua huyu ni sahihi, kwa sababu tu anaweza kukuonesha na kupenda na kuhitaji, kumbe behind the scene yeye kaona kwamba una kitu fulani kitakachotoka kwako. Kwa ni kweli kwamba ukiwa na mafanikio ni hadi kupata true love. Ukija ofisini watu wanakuita boss, ukienda nyumbani unakuwa ni mtu mwingine kwenye familia. Umezima taa usiku, umekaa peke yako ukijiangalia kwenye kioo, ni kitu gani ambacho unakaa unajitafakari zaidi? Mimi natafakari kesho. Kila nikiangalia naangalia kesho, nini nifanye zaidi ni improve kwa ajili ya ku leave the legacy behind. Sio katika maisha usiangalie wakati huu, angalia nini utakiacha nyuma. Hii legacy unayoacha nyuma ndio muhimu zaidi kuliko ambacho unakifanya kwa sasa. Kwa tunafanya kwa sasa kwa ajili ya kuacha alama nyuma. Alama nyuma ndio unaiacha, ndio ambayo watu tukaongelea wewe. Kwa mimi kila siku nikijiangalia nasema Mungu endelea kunipa uwezo, busara, hekima ya kuweza kuacha alama nzuri ninapotoka hapa duniani. Okay. Vijana wengi, binadamu kwa kawaida wote tuna imani kwamba nikishapata pesa basi naweza kutatua matatizo yangu yote. Kuna nyakati Mr. Hussein wewe unakaa unalia peke yako, wakati huku nje unaona kwamba brother amefanikiwa na kila kitu kwenye maisha yake. Kuna wakati wewe unajutia pengine mafanikio ambayo uko nayo yanakusababisha ulie. Pengine labda ukiangalia unaweza kawa na challenge huwezi kushare na mtu kwa sababu tayari anakuwa na imagination kwamba yule mtu ana kila kitu kwenye maisha yake, siwezi kumshauri chochote. Kuna nyakati wewe ukikaa peke yako una feel pain kwa mafanikio uliyokuwa nayo, kuna muda hauwezi kuelezea hisia zako kwa watu. Ni kweli kama binadamu kuna muda tunajifanya evaluation wenyewe, kuangalia ulipotoka, ulipo, changamoto ulizopitia, zile disappointed ulizozipata. Kwa personal wakati mwingine unakaa unajitafakari, wapi umekosea, wapi nijiimprove, nani nimwombe msamaha, kwa sababu sisi tunaamini kwamba kuwa na uwezo kukuomba msamaha ndio ukamilifu wa binadamu kwenye maisha. Wanasema hakuna no one is perfect in the world, kwamba hakuna binadamu aliyokamilika, lakini moja ya kuonekana una busara na una nguvu, si pesa peke yake, basi kujua kwamba nimekosea, yule nilimkosea pia niweza kumwomba msamaha. Okay.
Ni rahisi sana kuyapata mafanikio, lakini kuyafanya yadumu kwenye maisha yako, yani kwamba kupata pesa ni rahisi, ukafanikiwa jambo fulani ni rahisi, kumaintain wengi wanafeli hapa, haswa vijana. Kuna starehe, kuna vishawishi, vitu vingi vinaingia katikati. Ni vitu gani ambavyo unaweza kumwambia kijana ambaye pengine yupo katika climax ya mafanikio yake ili aweze kumaintain kufika somewhere na kuwa mkubwa zaidi kuliko kushuka chini? Ni kweli kuna msemo unasema hivi, pata pesa tujue tabia yako, au pata cheo tujue tabia yako. Na binadamu uwezo kumjua tabia yake ndani ya muda mfupi, lakini unaweza kumjua tabia yake ndani ya muda mfupi pale anapopata pesa au anapata cheo. Na mimi naamini kwamba hizi pesa ni zinapita. Pesa watu wanasema ni kila kitu, wengine nasema sio kila kitu. Kwa mimi pesa nitasema ni muhimu katika maisha, lakini uweke pesa au kuiweka katika ukubwa namna ile kwamba mimi ni kila kitu kwa sababu nina pesa. Kuna sehemu utakwama na una pesa lakini umekwama. Kwa hiyo mimi nitasema kwamba uhusiano na watu ni muhimu sana kuliko hata mamilioni ya pesa. Kuna sehemu unaweza ukawa na mamilioni ya pesa ukashindwa kupata msaada kwa sababu tu hauna uhusiano na watu vizuri. Kujibu swali lako, vijana wenzangu, Mungu anavyotubariki biashara na pesa, tuwe wanyenyekevu kwamba kujua kwamba hizi pesa nimebarikiwa mimi, lakini mimi siwezi kuwa pesa zisiwe juu yangu mimi. Mimi inabidi niwe binadamu ambaye najua kuna siku kuna kupata na kukosa. Kwa ni vizuri kuwa na nidhamu ya pesa na kuwa mnyenyekevu kadri Mungu anavyokupa. Kadri Mungu anavyokupa wajishushe chini. Mungu anavyokupa wajishushe chini. The higher you go, the lower you go. Yaani unavyokuwa zaidi kimaisha, jishushe chini, kuwa mnyenyekevu. Kama mtu wa dini, basi focus sana zaidi kwenye dini yako. Ili pale unakuwa unajenga imani, ukijenga imani unakuwa sasa na uwezo wa kuona watu wengine wanapokuwa na changamoto. Hautataka kujionyesha kwa mimi na kikubwa zaidi ya yenu. Okay. Starehe zipo, muhimu ni kuwa na nidhamu na pesa na tunachokifanya. Mwisho wa mwezi huu, mwezi wa pili, kutakuwa na tukio Dubai la kibiashara. Tanford mmeandaa hilo. Tuambie kidogo kuhusiana na hiyo. Kwa ufupi tu watu waelewe, vijana kuwakaribisha sio waoga pia. Tunadhani kida Dubai bwana anatakiwa na milioni 20, milioni 200, lakini kumbe anaweza katafuta tu nauli yake, akaenda kaangalia fursa zilizopo, akutana na watu wapya na nini, akarudi safi kabisa. Asante sana. Mimi ni mwenyekiti wa Tanford. Tanford ni umoja wa wamiliki wa cargo na logistics Dubai. Tumeandaa business forum ambayo inaitwa Tanzania Trade and Logistics Business Forum. Lengo kuu ni kuinadi nchi yetu. Nchi yetu ina mazuri mengi sana ambayo duniani wengine hawajui. Kwa hiyo lengo la hii business forum ni kuinadi nchi yetu, na tunavyoongelea kuinadi nchi yetu tunaenda kwa anadi wa Tanzania. Tanzania sisi tuna vitu vingi sana na vizuri ambavyo dunia wanatakiwa wavijue. Moja hapo sisi tuna mazao ambayo kule nyumbani kule Dubai yanafika, lakini kwa bahati mbaya yale mazao yakienda kule, kuna majirani zetu wanakuja kwetu huku wanachukua, alafu inakuwa branded na nchi zao, zikienda kule zinaonekana zimetoka kwao. Sisi wa Tanzania ni muda wetu kuamka. Tumekuwa daraja la watu wengine kufanikiwa, lakini sasa ni muda wetu sisi vijana kuchungulia fursa zetu. Tuko vijana zaidi ya milioni 30 nchi hii. Na vijana sisi wote tukiona kwamba nchi yetu ina mali nzuri ambapo tunaweza kwenda kuinadi nchi yetu na tukafanya biashara na tukafanikiwa sisi kama vijana na tukaongeza uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo business forum hii ni kuinadi nchi yetu, kuongelea mambo au vitu vilivyopo nchini kwetu. Tuna mazao, tuna avocado, tuna korosho, tuna samaki, tuna nyama, tuna dhahabu, tuna vitu vingi sana nchini kwetu ambao baadhi ya nchi hawana. Kwa sisi tumebarikiwa.
Vile vile tumebarikiwa kijiografia. Tanzania iko sehemu nzuri sana, tumezungukwa na baadhi ya nchi hazina bandari. Kwa moja ya vitu ambavyo tunaenda kuinadi ni bandari zetu, tukwenda kuinadi airport zetu. Airport sasa hivi inafanya vizuri sana, wanazidi kuboresha miundombinu. Kwa wanavyozidi kuboresha miundombinu, wanahitaji volume ya mizigo wanaipataje? Ni kwenye kuinadi nchi yetu. Tunavyokuinadi nchi yetu, tunasema tuna bandari ina uwezo kuhudumia meli kadhaa kwa wakati fulani, tuna bandari hizi, kwa hiyo njoeni msafirishe kwetu. Kwa hii ni moja daraja la kwenda kuinadi nchi yetu, upande wa bandari, upande wa ndege, upande wa reli, na vile vile upande wa utalii. Nchi yetu inakuwa sana sasa hivi, na utalii ni moja ya eneo ambalo linaongeza mapato katika nchi. Kwa fursa kama hizi tuzikimbilie vijana kwenda kuinadi nchi yetu. Inawezekana kijana na kampuni yake Travel and Tourism, lakini hajui namna gani ataongeza wateja. Sehemu kama hile inaenda kuconnect wewe moja kwa moja na wateja. Dubai wanaishi wageni wengi kuliko wazawa, na wale wageni wote wanapenda kutembea kwenda nchi zingine. Sasa ili waweze kwenda kutembea kwenda nchi zingine, ndio hii daraja tunaenda kuambia jamani, Tanzania tuna vivutio hiki, tuna hiki, tuna hiki, tuna hiki. Chengine vile vile kwa wafanyabiashara ambao wanafanya clearing, forwarding, transportation, wao pia wakienda kule Dubai watapata wateja, kwa sababu Dubai pale kama nilivyosema wanakaa mataifa mbalimbali, na moja ya mataifa wanakaa pale ni wale ambao wanatuzunguka sisi nchi yetu Tanzania. Wale wanatumia bandari zetu, lakini wale wanapata shida za clearing forwarding, kwa wanatafuta clearing forwarding sahihi ili waweze kudili nao. Kwa hiyo kampuni za clearing forwarding zikija kwa utapata wateja directly wa kuweza nao kufanya nao biashara. Pia wale wanafanya transportation, magari kuchukua mizigo kutoka Dar es Salaam port kupeleka Burundi, Uganda na nchi zingine, wale wakija pia wataweza kukutana nao moja kwa moja. Pia eneo lingine la kuinadi nchi yetu upande wa real estate. Nchi yetu sasa hivi inakuwa na apartment yanazidi kuongezeka, wageni wanaongezeka kuja kuwekeza nchini kwetu. Sasa kwenye upande wa real estate pia ni eneo zuri la kwenda kuinadi kwamba tuna apartment za kisasa kama za Dubai. Mnavokuja huko holiday, mnavokuja kufanya kazi, mnaweza kukaa kwenye apartment zetu. Zanzibar sasa hivi inakuwa kiuchumi, ni wanasema blue economy inakuwa, wana vivutio vikubwa sana. Kwa hiyo kwa upande wa Zanzibar pia na wao wenzetu ni muda wao pia sahihi wa kwenda katika forum hii kwenda kutangaza vivutio na mazuri yalikuwa kule Zanzibar. Na same way kutokea Dubai vile vile ni nchi ambao unajua inazidi kukua kiteknolojia. Kwa hiyo tunavyoenda kule sio tu kwenda kuinadi nchi peke yake, basi pia tunaenda kujifunza kwa wengine ambao washapiga hatua kubwa sana kwenye masuala ya miundombinu. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba moja ya sababu ambayo itatusaidia kuongeza uchumi wetu ni mifumo ndio ambayo itaongeza volume. Wenzetu Dubai wana uwezo kuhudumia watu wengi kwa wakati mmoja kwa sababu wameboresha mifumo. Kwa hiyo sisi tunavyoenda kule pia tunaenda kujifunza kwa wabobezi katika masuala ya mifumo na masuala mengine mbalimbali. Okay. Sawa. Lini inafanyika? Inafanyika tarehe 13-14 Februari 2026, hoteli ya Shangri-La hoteli, na watakuwepo wadau mbalimbali wakiwemo wadau kutoka serikali ya UAE kwa maana Dubai Chamber of Commerce. Watakuwepo makampuni makubwa ya UAE, na moja ya makampuni watakuwepo ni wale ambao watahitaji bidhaa kutoka nyumbani kwetu. Dubai wako very structure. Kuna eneo kubwa ambalo limewekwa kwa ajili ya kuuza vitu vya mazao, wale tumewalika pia wawepo. Kwa hiyo na shauri na washauri wa Tanzania wengi kujitokeza katika hii business forum, kwa sababu tunaamini kutakuwa na mabadiliko makubwa sana kwa pande zote mbili. Okay. Nashukuru sana kwa muda wako mkuu. Asante sana. Mimi na langu moja la kushauri. Tunajua serikali yetu inapiga hatua kubwa na inafanya vizuri sana. Nimshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kufungua milango ya Watanzania na pia wageni. Tunaona nchi inaenda spidi sana, maendeleo yanakuwa kwa kasi sana. Kwa hiyo ambacho naweza kusema kwa wadau ni kuendelea kuleta amani na utulivu nchini kwetu. Wawekezaji wakubwa wote wanapenda kwenda kuwekeza sehemu ambayo ina amani na utulivu, la kwanza. La pili vile vile kwenye upande wa vijana ni sehemu ya ukuaji wa uchumi.
vijana ni sehemu ya ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo vijana sisi tunatakiwa tuwe pamoja katika kuendeleza kukuza uchumi wetu, na tumeongelea maeneo mbalimbali ambayo yanasaidia kukuza uchumi wetu. Kwa hiyo vile vile kwenye upande wa Wizara ya Vijana ni wameshafanya jambo zuri la kuzunguka na kuzungumza na vijana. Sasa kunahitajika kuendelea kuwa na mfumo wa kuendelea kuwasikiliza vijana. Vijana sisi tunahitaji kuwa sehemu ya maendeleo, sio kusaidiwa tu peke yake, kuwa sehemu ya maendeleo, na ndicho ambacho Wizara ya Vijana wamefanya, kuwaleta vijana karibu, kuwa sehemu ya maendeleo. Kwa wameweka maeneo maalum ambapo vijana wanaweza wakaja na idea zao za ubunifu, na vile vile wameweka eneo ambalo la technology, vijana ambao wana uwezo kwenye tech wajitokeze namna ambavyo wanaweza kufanya kuleta maendeleo ukubwa wa nchi. Narudia tena, volume ya mizigo au ya ukubwa wa biashara yote inategemea na mfumo uliokuwa nao kuhimili idadi ya ukubwa ya orders ambazo utazozipokea. Asante.